Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Niombe. Baba yetu, ni majira tena mengine umeandaa kwetu kwa ya baraka. Neno lako kwenye maisha yetu lituongoze ili kapate kutustawisha, kutuimarisha. Asante kwa sababu mkono wako ni wa pekee. Tunakutaka tena utuatamie na kutupa elimu ili tuweze kukuona wewe. Karibu pamoja nasi tena na tena na tena ili ukatufanikishe. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Kanisa la Mungu, tujifunze kusema amen. Amen. Asante sana. Somo letu linasema nguvu ya kiuchumi kwa mtu aliyeokoka ni muhimu sana. Nguvu ya kiuchumi kwa mtu aliyeokoka ni muhimu sana. Tukiangalia waraka wa 3 wa Yohana, kinachozungumzwa hapo ni kitu cha pekee na cha ajabu. Mungu anazungumza kwenye engo ama kwenye eneo la uchumi. Anaposema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Nataka nizungumzie nguvu ya uchumi kwa mtu aliyeokoka ni ya muhimu sana. Lakini pia nguvu ya uchumi kwa mtu ambaye hajaokoka ni ya muhimu sana, lakini sio sana. Kwa nini? Nataka nizungumze hivi. Tunaweza tukaishi na Yesu ama na Mungu kwa mtazamo mbaya na akatuhuzunikia au akatushangaa. Lengo la kuwa na uchumi ni nini? Lengo la kuwa na uchumi ni mapenzi ya Baba kutufanya watoto wake tuwe imara katika uso wa nchi, tukiwakilisha kusudi. Neno kusudi ni kitu cha msingi sana kuelewa. Kwa tunapozungumzia habari ya nguvu ya uchumi, ni pamoja na makazi. Yaani pale unapotakiwa kuishi, Mungu anahitaji aingilie kati kwa maana ya uchumi. Uwe na eneo moja, uwe na nyumba 2, uwe na watu 3. Na katika hayo yote Mungu anachokitaka ni nini? Anachokitaka ni ule uumbaji. Tunarudi kwenye bustani ya Edeni, Mwanzo sura ya 2, anasema muende mkamiliki, mkatawale nini? Uchumi. Nataka nizungumze, Mungu anatupenda, lakini hakutupenda tu kwa maana ya kutunyang'anya dhambi tusiwe nazo, lakini pia ametunyang'anya na kitu kinachoitwa umaskini. Msalaba, pamoja na kwamba unatusogeza kwa Mungu, lakini pia unatuweka katikati na Mungu kwa maana ya kuwa na utoshelevu. Kwa hiyo msalaba sio tu kwamba umetuondoa gizani, umetuleta nuruni, bali pia msalaba unashughulika na kitu kinachoitwa uchumi. Kwa nini? Neno la Mungu linasema hivi, alifanyika laana ili sisi tuwe nini? Tuwe baraka. Alifanyika maskini ili sisi tuwe
matajiri. Muktadha huu tunarudishwa tu kwamba uchumi wa Mkristo ni wa muhimu sana hapa duniani, na ndio maana kinachomsumbua Mungu sio kutupa uchumi. Kinachomsumbua Mungu ni sisi kumiliki uchumi. Hicho ndicho cha kwanza. Mfano mdogo, nikupe huu mfano. Mimi watoto nilionao kimwili, hata kama akisema baba, nataka uninunulie gari, nazungumza kutoka moyoni. Gari uwezo wa kumnunulia ninao, lakini kinachonisumbua kwangu umri wa huyu mtoto anayetaka gari. Inawezekana kweli umri wa mtoto wa miaka 3 kampa gari? Hapana. Hata kama una fedha, unaweza kumpa gari? Wa miaka 12 unaweza kweli wa kumnunulia gari? Kwa nini? Bado mdogo. Kwa uchumi pia una engo hiyo. Unapokuwa mtoto mchanga kiuchumi, Mungu anasumbuka akubarikije, kwa sababu ukiwa mtoto mdogo, ukiwa mchanga, ukiwa katika hilo eneo bado haujamjua huyu Mungu, uchumi unakuwa. Maeneo fulani Biblia inasema kwamba unapokuwa mtoto mdogo, mali zote zinakuwa chini ya wakili. Kwa nini? Ingawa ni za kwako, lakini hutakuwa na uwezo nazo, kwa sababu kwenye matumizi inatakiwa uelekezwe. Lakini unapokuwa mtu mkubwa, umepanuka kiakili, Biblia inasema kwamba unapewa nafasi ya kumiliki na kutawala. Sasa ndugu zangu, nataka nizungumze maisha ya kuwa na umaskini sio mpango wa Mungu wala mbingu. Mpango wa Mungu ni upi? Hebu mwambie jirani yako, mpenzi. Mpenzi. Sasa hebu mwangalie, mwambie mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Sasa wengi tunaishia hapo, hatugusi roho. Umeona shida iliyoko? Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Jambo la kwanza tunalotakiwa ili uchumi wa Mkristo uwe na nguvu, uwe na imara, uwe ni uchumi mdogo, uwe ni wakati, uwe ni mkubwa, chanzo cha mafanikio kiko katika eneo la roho. Yes. Umenielewa sasa? Ishu sio unamiliki kiasi gani, zake zote, na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kupenda kiwango cha Mungu kwenye moyo wako, unampendaje? Hiyo ni hatua ya pili. Unampendaje Mungu? So unataka Mungu abadilishe uchumi wako, unampendaje Mungu? Ya tatu, hebu pata kitabu kinachoitwa Yohana, Injili ya Yohana sura ya 5:24. Haya ni maneno ya ajabu sana Mungu anayazungumza. Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 24. Amin, amin nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka. Neno na manake sentensi inaendelea, na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali
kupita kutoka mauti kuingia uzimani. Sasa nachotaka kuzungumza hivi, neno aniaminie. Unamwamini Mungu kiasi gani juu ya mtazamo wa kiuchumi? Unamwamini Mungu kiasi gani? Mambo matatu muhimu katika uchumi. La kwanza ni hilo, mjue sana Mungu, kwa sababu chochote unachokifanya msingi wake ni nani? Ni Mungu. Lakini jambo la pili anasema kumpenda Mungu. Biblia inazungumza habari ya kumpenda Mungu. Ukishamjua unampenda, lakini baada ya kumpenda anasema kwamba kumwamini. Watu wengi tunaingia ibadani, tumembeba Yesu, lakini watu wengi hawamwamini. Sasa ngoja turudi hapa, ndipo napoweza kuelewa mifano ya watu waliofanikiwa kwenye Biblia. Na nikianza kuwataja, kwanza angalia kiwango cha kiroho, alafu uje kwenye mambo ya mwilini. Ndipo tunaporudi kwenye waraka wa 3 wa Yohana 1:2. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hebu tuanze kuona mtu mmoja. Hebu tupe kitabu kinachoitwa Mwanzo. Mfano ya hawa watu nataka tumlete wa kwanza, anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa amebebeshwa na Mungu imani, lakini ilitengeneza uchumi wa pekee sana. Kwa hiyo tunaposema nguvu ya uchumi kwa mtu aliyeokoka ni muhimu sana. Kwa sababu gani? Uchumi wetu cha kwanza unaangaliwa kwenye maeneo makubwa sana hapa duniani na kule mbinguni. Hebu tumuone huyu mtu aliyekuwa amefanikiwa kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 13. Tutasoma mistari kuanzia ule mstari wa kwanza. Karibu. Mwanzo, Biblia inasema hivi: Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho. Kitu gani? Na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri. Nisaidie kusema tajiri. Tajiri. Alikuwa ni tajiri. Natamani sana maisha ya miaka, subiri tu hapo. Natamani sana maisha ya miaka yanayokuja, pale kwenye neno Abrahamu liingie jina lako. Hebu sema jina lako. Naye Andrea. Naye Peter. Hebu sema naye Peter. Alikuwa tajiri. Nataka nikwambie pale tusome, lakini baada ya kumaliza kusoma sasa, okay, alikuwa tajiri na mimi tajiri. Naye Abrahamu alikuwa tajiri sana. Kwa nini? Kwa fedha. Hebu sio kwa pepo. Naomba usikilize. Alikuwa tajiri kwa nini? Muulize jirani yako, una kuku wangapi? Lakini na kumtia moyo, muulize wana hali gani? Kuku ni mfugo. Mimi nakumbuka marehemu babu alikuwa anafuga mpaka njiwa, zaidi ya njiwa 200. Mifugo. Huyu ni Mkristo. Kwa hiyo alikuwa amebeba uchumi wa mifugo. Tunajua matumizi ya mifugo, si ndio jamani? Mtu wa kwanza akifika nyumbani, mfugo unabusu. Sawa? Alikuwa tajiri. Hebu sema neno tajiri. Lakini jambo la pili, mwangalie jirani yako, una kiasi gani hapa? Mungu akikwambia anakitaka, unacho shilingi gani? Kwa nini? Kwa fedha. Hebu sema fedha. Pengine aliyeandika basi tunaomba tusaidie kidogo, tuende mbali kidogo. Tukisema fedha itakuwa ni kama ya mhasibu ofisini. Hebu sema kwa hela.
Kidogo kidogo umetabasamu. Alikuwa tajiri kwa hela. Na kwa nini? Muulize jirani yako. Unajua dhahabu hivi? Muulize. Unaifahamu kwenye picha au kwa nayo kimatumizi? Muulize jina. Kwa sababu kusoma haisaidii. Na bahati nzuri dhahabu mikoa gani inayochimba dhahabu Tanzania? Twende pole pole. Mkoa wa kwanza Geita. Wanachimba nini? Mkoa wa pili? Mkoa wa tatu? Mwanza. Yaani ukienda Shinyanga unachimba dhahabu pamoja na uchawi. Haya, mkoa wa tatu? Mwanza. Yes, asante. Sasa muulize jirani yako, unakaa utajiri kiasi gani ka dhahabu? Yaani hata tuliyoyatamka ni Tanzania. Mungu ametupa neema. Kama ningekuwa na Kongo, paka hizi simu, paka hizi nini laptop kwa maana ya kompyuta, madini yake yanatoka huko. Lakini vitu vingi. Sasa Ibrahimu alikuwa ni tajiri kwa dhahabu. Pendelee. Pesa. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale palipokuwapo hema yake kwanza katika kati ya Betheli na Ai. Hapo ndipo alipokuwa na nini? Kwa nini natamka madhabahu? Ni swala la kimwili kiroho. Haya. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Huyo alifanikiwa kwanza wapi? Rohoni. Rohoni, sio kuni, rohoni. Kwa hiyo Ibrahimu pamoja na yale yote tunayaona, lakini palikuwa na madhabahu iliyobeba uchumi. Naomba unielewe mtoto wa Mungu. Kwa nini? Madhabahu ya Mkristo aliyebeba uchumi huwa ni ya pekee sana. Ibrahimu ni baba wa imani, lakini miongoni mwa watu walikuwa maskini na wa kutosha na wanaabudu miungu. Baba yake pamoja na familia ya mzee Tera walikuwa ni maskini sana, lakini Biblia inasema kwamba Mungu alipomwambia Ibrahimu atoke, naomba unisikilize mtoto wa Mungu, alianza kwanza kushughulika na swala la roho. Maanake roho ilipofanikiwa ndipo alipotengeneza msingi wa uchumi. Nataka nizungumze na mtu aliyeajiriwa, usijidharau. Baba yetu Ibrahimu alikuwa ni mfanyakazi, sio peke yake. Akiwa na miaka 70, Biblia inasema kwamba akaanza kuingia kwenye nchi, akaanza kufanya kazi, lakini roho yake kwa sababu ilikuwa tayari imetengenezwa, akawa, Biblia inazungumza sura hii ya 13, akawa tajiri. Lakini soma sura ya 12, Mungu anamwambia toka. Kwa kitu cha muhimu sana, watumishi wa Mungu, uchumi wa Kristo. Cha ajabu, acha nikwambie, siombei tu wa Kristo kuacha dhambi, naombea wa Kristo uchumi kuinuka. Yes. Si unanielewa? Kwa sababu uchumi ni kitu cha msingi. Uchumi ni kitu ambacho maisha yetu yote hapa duniani, ukipewa miaka 50, miaka 60, miaka 100, miaka 30, yanaambatanishwa na pale ya uchumi. Hujanielewa? Hebu muulize jirani yako. Muulize hivi, ushawahi kuisoma Biblia inasema kwamba fedha ni jawabu la mambo matatu? Yote kama yapo. Fedha ni jawabu la mambo manne. Yote. Kwa hiyo tunapozungumzia, na hasa Mungu akawacha ni watumishi wa Mungu niwaambie, nimekasirika mbele za Mungu kumwambia kwamba
kila mshirika uchumi wake uinuliwe, asiwe Ibrahimu, liwepo jina la yule mtu anayekuja na kuingia mahali hapa kabisa. Kwa sababu Ibrahimu mwili wake mpaka leo huko Israeli, sikushakuwa mifupa, sikushakuwa udongo, lakini pale naye Ibrahimu tunaondoa, tunaanza naye Michael, naye Yakobo, naye Rehema, naye weka hapo jina lako. Yes, wenye nguvu ndio hao. Kwa sababu tunapozungumzia watumishi wa Mungu, uchumi ni kitu kizuri. Kwa Mungu hata maono ili yawe makubwa, unapaswa uwe na uchumi mkubwa. Hakuna amina. Kwa nini? Mungu anashughulika na uchumi wetu, lakini jambo la kwanza, unamjuaje Mungu? Hebu mfano mdogo, mnamwelewa mtu anayemzungumza aliyekuwa tajiri, alimjuaje Mungu? Kwa habari ya kumsikiliza. Ibrahimu alikuwa ni kaidi? Hapana. Hapana. Alikuwa sio kaidi. Na ndio maana Biblia ilifika hapo akasema hivi, soma Biblia vizuri. Biblia inafika hapo inasema hivi, haya mambo ninayotaka kuyafanya, hivi kweli nimfiche mtumishi wangu? Nani? Ibrahimu? Hapana. Maanake kuna jambo linaweza likafanyika, lakini Mungu, wewe ndio unakuwa partner wa kwanza kusimamisha makusudi ya Mungu. Moja ya kitu ambacho, acha nikwambie, moja ya kitu ambacho Mungu anachukizwa nacho, hebu mwambie jirani, ni umaskini. Kwa nini? Mungu anachukizwa na umaskini mpaka kiwango cha kwenda msalabani kufa. Alibeba laana sisi tuliokuwa maskini, ili kwa baraka aliyoibeba na wala hakutenda dhambi yoyote, igeuze katika ulimwengu wa roho sisi tuwe matajiri. Amen. Hebu ngoja niulize, wangapi hapa ni matajiri? Yaani hicho kicheko sio cha kusema cha kujitia moyo. Yaani baba, hivi na mimi ninyoshe. Hivi na mimi kweli ninyoshe. Sio kila kicheko huwa kina furaha. Kama nafikiri natania, muulize sana. Mwakani bila kama huu utapata mtoto. Yaani nini? Kwa nini umechelewa kunyosha mikono? Kwa sababu kinachozuia ni nini? Jambo la kwanza, Mungu uliye naye. Wakati mwingine mnagombana. Kwa anachokizungumza Mungu hapa ni nini? Tunatakiwa na hili libebe, kwamba tunatakiwa uchumi wetu. Kwa nini? 100%. Mungu akiokoa mtu, Mungu akiokoa taifa, anataka hili taifa na uchumi uokolewe. Kuna mtu anaweza kanisaidia hili andiko linalosema, ikiwa watu wako walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Kuna mtu anajua hilo andiko? Ndio. Amina. Kitabu gani? Kitabu cha Nyakati wa Pili. Nyakati wa Pili 7:14, si ndio? Ndio. Hebu tupe tumishi wa Mungu pale, Nyakati wa Pili 7:14. Nyakati wa Pili 7:14. Nyakati wa Pili 7:14. Kuna lugha ya kiuchumi hapo nataka tuione. Jaribu kulikuza. Au kama kuna mtu atakuwa na Biblia anaweza kanisomea ili tuokoe muda. Nyakati wa Pili
Haya, hii hapo tushaipata. Haya, mwenye maiki sasa, hebu atusomee. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu ndio watajinyenyekesha, tendo gani hilo? La rohoni. Na kuomba, tendo gani hilo? La rohoni. Na kunitafuta uso, tendo gani hilo? La rohoni. Na kuziacha njia zao mbaya, tendo gani hilo? Basi nani huyo? Ameweka nukta kabisa. Basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi. Na kuiponya nchi yao. Anaiponya nchi kwa maana gani? Anaanza kushughulika na uchumi. Anaposema na kuiponya nchi yao, manake dhambi inafika hatua inatengeneza, yaani mwanadamu alichokibeba, manake akiwa yuko safi na mazingira yanayomzunguka yako safi, akiwa na dosari na mazingira yanayomzunguka yako dosari, mwambie, muulize jirani yako, kitu gani kilichomfanya Adamu kuondoshwa kwenye bustani ya Edeni? Ni kwa sababu Edeni ilikuwa safi kabla ya Adamu kuwekwa. Kwa hiyo alipofanya tu kosa, Biblia inasema kwamba chanzo cha usafi ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Adamu, akamtoa, akamfukuza. Biblia imetumia neno kufukuzwa. Wangapi mshawahi kufukuzwa? Unapofukuzwa hata kama ulikuwa na kanda mbili upendi. Unapofukuzwa hata kama ulikuwa na yaani hupewi fursa, maana yake mtu anayefukuza, sinaelewa tu watumishi wa Mungu. Lakini baada ya hapo Biblia inasema kwamba alipofukuzwa, kwa sababu sehemu ile ilikuwa ni sehemu salama na sahihi, Mungu alikuwa anashuka na kuzungumza na mwanadamu. Biblia inasema hivi, akaweka walinzi. Kwa tunapozungumza habari ya uchumi, ni pamoja na hii ardhi imebeba uhai. Uchumi wa kwanza ni ardhi, na ndio maana Mungu anasema baada ya dhambi akasema kwamba pamoja na mwanadamu amefanya kosa, lakini nataka nizungumze na alichokibeba ambacho kiko juu yake. Biblia inasema kwamba na ardhi hii, inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4, Biblia inasemaje? Mungu akamwambia ile damu iliyomwagika tayari inaomba visasi, inalipiza visasi. Maana yake Biblia inasemaje? Inasema kwamba ardhi ni kitu cha msingi sana, ni moja ya uchumi. Kwa hiyo tunachotaka kuzungumza manangu ni nini? Ikiwa watu wangu, maana yake tendo la kufanikiwa linaanza na maisha ya ndani kiroho. Ndio maana narudia, unapomsikia Mungu kwenye engo la uchumi. Okay, ngoja niulize hivi. Ushawahi kujiuliza Mungu anaposema na wewe kuhusu juu ya dhambi, sio unaisikia sauti? Yes. Unapotenda dhambi sio unaisikia sauti? Ndio. Lakini kuna wakati Mungu anazungumza na wewe sio kwa njia ya dhambi, kwa njia ya uchumi. Mungu anapokuja kwako anakuambia, mwanangu, ni kweli nimekufanikisha. Sasa kwa sababu Mungu kwanza kwenye hilo eneo, nataka wewe kwanza uanze kusimamisha madhabahu ya kiuchumi, ili na mimi nipate nafasi na fursa kukutangaza kule unapoenda. Na ukaja hapa ukaomba toba na nini dhambi, lakini Mungu akikusemesha kuhusu uchumi huwezi. Acha nikwambie, Mungu anaangalia uchumi kama hekima ya kuelezea ufalme wa giza, kwamba yeye anamiliki kila kitu. Mfano, tumeona mtu mwingine aliyekuwa na uchumi mzuri. Nipe kitabu kinachoitwa Ayubu. Nipe hicho kitabu kinachoitwa Ayubu sura ya 1 mstari ule wa 1. Tutasoma, tutaenda pale mbele. Nipe kile hicho kitabu Ayubu. Haya, inasema hivi, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa tendo la mwili au la roho? La roho. Alikuwa mkamilifu na nani? Na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kufanyaje? Na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Hali yake nayo haya, hebu sikiliza.
Sikiliza sasa, hebu kama utaona haueleweki, hebu sema kwamba uchumi wake nao, si ndio? Haya, mali yake nayo yalikuwa punda wake 300. Hebu muulize jirani yako, una mpango wa kufuga punda? Na kama unao, haya punda punda kuna sehemu analiwa nani anasema haliwi? Lakini pia punda ni usafiri. Kama nafikiri Natania, muulize Yesu, kanileteni mwana punda ambaye bado hajapandwa. Sasa utaenda utasema, jamani, daladala namba 117 inaenda Kiwembwa. Kipindi hicho daladala punda. Mwangalie jirani yako, dunia inatoka mbali. Kwa sababu hivi tunaweza tukacheka sana, labda baadhi ya maeneo kama mfano maeneo ya Shinyanga, mfano maeneo ya Singida, punda huwa wanafanya bidhaa ya kubeba mizigo na mambo mengine. Ayubu alikuwa ni tajiri kwa punda. Zilikuwa ngapi? 3,000. 3,000. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo Kondoo 7,000. Ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Hebu nimuulize jirani yako, kuna watu wangapi pale nyumbani? Kuna watu wangapi? Yaani kuishi na mtu ni utajiri. Sasa huyu tunaanza kuziona sifa za kimwili au za kiroho ambazo alifanikiwa sawasawa na waraka wa 3 wa Yohana 1:2. Mpenzi, naomba ufanikiwe. Na mambo ya haya yaliyokuwa yanazungumzwa yanayoweza mtu kumfanikisha: la kwanza, kumjua Mungu; la pili, kumpenda Mungu; la tatu, kumwamini Mungu. Ayubu alikuwa na hii dalili, na ndio maana niwaambie, pamoja na hivi tunavyovisoma vilivyopeperushwa, Ayubu alibaki kuwa mkamilifu kwa sababu imani yake haikuwa kwenye punda, imani yake haikuwa kwenye kondoo, imani yake ilikuwa imeundwa na Mungu. Hebu muulize jirani yako, imani yako iko wapi? Kwa sababu Mungu sio ishi kukupa punda. Hebu niwaulize, hivi Mungu anaweza akashika kusema Emmanuel? Kuna Emmanuel wangapi hapa? Naomba usimame kama mko zaidi ya mmoja akina Emmanuel. Hivi kweli Emmanuel, Mungu anaweza akasema kwamba Zanzibar hawana mifugo, nakupa mifugo 1,000 Zanzibar hapa? Unaweza kweli ukashindwa kupokea huo utajiri? Elfu moja. Maskini wa kwanza huo. Yaani kabla kuonana punda, kabla kuonana mtaji wa punda. Ili Mungu leo anakusemesha, anasema Matias, hapana, nataka nilete kiwanda cha kimataifa cha kutengeneza na kuchakata. Mfano nini? Kuchakata mwani. Hebu sema mwani. Sio mwali, sema mwani. Mwani. Kuchakata mwani, sabuni ziende huko, kiwanda kikubwa yani tuseme Afrika yote kinamilikiwa na nani? Unataanza kusema sasa nitakiweka wapi? Sawa na ima nani useme. Sasa kama atakupa hili wazo, kwani lazima tu anaweza kumwambia okay na kupeleka sehemu. Hebu niwaulize, Baresa ni wa wapi? Ukienda Iringa utamkuta Baresa? Mkuta. Kwenda kwenye mashamba hautamkuta. Sasa kama anapewa alafu anasema sasa Mungu naweka wapi? Anasema shauri yako. Unamwamini? Pointi ya 3 ndio hiyo. Wengi fanya survey anakwambia mimi yani hata siwezi kabisa. Kwanza tu mfano wafanya kazi nao wawili wakiwa 100 sitajinyonga.
unabaki pale pale. Katika ulimwengu wa roho 2026, hebu inua macho. Yaani Mungu Mungu usimfanye kuwa sisi tuseme kagari gani ka kuendesha tu kama mtoto. Ukimwambia anarudisha. Mungu hayuko hivyo. Sasa wengi sana, hata nikwambie, haya majibu hayatofautiani sana na ya Gideoni. Hebu muangalie jirani yako. Mungu anamwambia ewe shujaa. Akamwambia hivi, kweli malaika na akili? Unamwita shujaa pigana nao watu, lakini miaka 7 wanatuumiza. Tukiimba wanakuja kuvuna. Tukiimba wanakuja kuvuna. Kwa hiyo umenikuta hapa kwenye shinikizo, nimejificha, nilikuwa ninasaga ngano. Malaika anaanza na wazo, ewe shujaa. Kwa lugha nyingine, ewe tajiri. Lakini nasema hapana, unielewi. Biblia nasema kwamba akaanza kujieleza Gideoni. Hebu kumbuka, acha nikupe historia ya ukoo wetu. Kako ketu ni kadogo, tena hakuna mwenye nguvu. Wote ni hohehae, kwa maana nyingine wote ni maskini. Kwenye ukoo wetu hakuna mwenye uwezo wa kumiliki milioni 50 kwa mwaka. Lakini malaika akamwambia, sijaja na hiyo historia, ninakuona leo wewe ni shujaa. Ushujaa unaanziwa na wazo, sio maeneo yanayokuzunguka. Acha nikwambie, huyu Baresa kama ingekuwa ni Zanzibar tu angesema okay sawa, lakini yeye yuko mbali. Kwa nini? Alipokea hilo neno. Ndio maana neno linasema, Yesu akasema kwa habari ya kujitahidi na kuangalia, wana wa giza wanabidii sana kwenye ile miungu yao. Kadri bidii wanapoachilia, ndipo Mungu wao naye anawafanikisha. Ningetamani bidii hii ikawa ya watu wa nuru, ili uchumi uwe vizuri. Nataka niwaambie watumishi wa Mungu, acha ngoja nizungumze tu kitu kidogo tu ambacho wakati mwingine nilipokipata kama maono na mafunuo, nilipokipeleka kwa watu, sio tu kwamba nawapa ili wanisaidie, pengine wanisaidie kwenye eneo la kuomba. Amen. Wakati najaribu hili swala la media, nipate laptop, nipate hizi TV na nini, akasema hivi, wewe kweli una akili, utaweza? Mtu mwenyewe huna maisha ya uchumi. Nikasema jamani, Mungu hakuanza na uchumi, anaanza na akili. Ndio maana akasema kwamba alipoanza, wazo lilitangulia, kazi ikafuata. Mfano, wakati anaumba alianza na uchumi au alianza na wazo? Akasema iwe, ikawa, ikaonekana. Kwa utajiri uko kwenye nini? Mungu simfunge mtandio. Wewe ukamfunga. Nikamwambia hamna. Ndio maana historia hiyo anawaambia, huwa anacheka sana. Yaani unapoacha wakati mwingine ni kama mtoto anayefanyaje? Anayeanguka. Mara ya kwanza nikajaribu, nikasema okay, uwezo wa kununua kamera sina, acha ninunue tu kanini kale ka stendi. Na kenyewe nikauzia sio stendi ya kamera. Angekuwa mwingine angesema sasa hapa jamani. Amen. Lakini kafika hatua. Kwa nini? Ninachotaka ni nini? Yaani mahusiano yetu na Mungu ni kitu cha msingi sana. Na ndio maana unatafuta uchumi hapa Zanzibar, unauangalia kimwili. Mfano, nataka niwe kama fulani, nataka niwe kama fulani, nataka niwe kama fulani. Lakini hii ya kwanza ipeleke kwa Mungu kama role model wako. Ni wazo la Mungu kwanza liwepo, halafu baadaye haya ninayoyataka yapokee. Wakati tunafundishwa ama wakati nafundishwa swala la imani, halikuwa jepesi sana. Mtu mmoja akawa anasema kwamba jamani, mnaiona hii balbu mnaiona mnawasha na kuzima, lakini aliyepewa wazo mara ya kwanza alifeli, mara ya pili akafeli, mara ya tatu, mpaka mara ya 90 ndio ikawaka. Kwa ninachotaka kuzungumza hapa ni nini? Mungu anaweza akatokea akupe mipaka. Maana anasema kwamba nitakufanya uwe taifa. Taifa gani lisilo na nguvu? Taifa gani lisilo na uchumi? Mungu akasema ili iwe na heshima ni lazima. Ibrahimu anatoka
akuheshimishe. Na ndio maana kwenye uchumi, chochote ambacho Mungu alichokutokea uanze nacho, usikizarau. Mungu akitokea na watu akwambia kwamba okay, huko Zanzibar anza mtaji wa mandazi, uheshimu ule mtaji wa mandazi. Fuata kanuni za Mungu. Mshukuru Mungu, toa zaka, mwambie Mungu nakutaka zaidi ya hapa ndani ya mandazi. Na ndio maana hata waliofanikiwa bado madogo huwa wanayaheshimu sana. Pamoja na kwamba Bakhresa ana mameli, pamoja na kwamba Bakhresa ana magari mengi ya skilimu Tanzania nzima mpaka na Kenya, lakini anaenda kule Shinyanga anachukua ubuyu, hapa unapewa jibu la ubuyu wa Babu Isa. Hebu mwangalie jirani yako. Unanielewa? Na Mungu ili akufanikisha anaanza na madogo. Ndio maana watu wengi sana kwenye uchumi wamekwama, kwa sababu kale kadogo anakaamini. Ndio maana tunakuja kwenye eneo la tatu. Mambo yanayoweza kumfelisha mtu ni kutokuamini. Lakini tumemwona Ayubu, Biblia inasema kwamba alikuwa na mali nyingi. Kwa hiyo uchumi ni kitu cha msingi. Kwa sababu Mungu ana mikono, ana miguu miwili, na ndio maana hata sisi akatupa, yani mawazo ya Mungu yako hivi: uchumi, huduma. Uchumi, huduma. Hebu niwaulize, unaamini kwenye familia inahitaji uchumi? Yes. Yaani kwenye familia unaamini hivyo? Yes. Na ndio maana neno uchumi ni mahitaji ya kila siku. Kwanza unahitaji ule, unahitaji unywe, unahitaji uvae, unahitaji usafiri. Huo ni uchumi ambao Mungu anautengeneza. Ndio maana akasema kwamba cha kwanza uchumi, huduma. Leo hii ninapozungumza kuna huduma nyingi sana, yaani zinatembea. Unaweza kutembea kwa mguu mmoja. Huu mfano huwa nautoa mara nyingi. Unaweza kutembea, yaani uchumi ya nini? Huduma tu, huduma tu. Leo sasa tunahitaji hapa mfano, tunahitaji spika za milioni 2. Moja milioni 1 ikae hapo, moja ikae hapa. Halafu unaonaje? Huduma inaweza kaenda bila uchumi? Unaweza kaenda? Haunielewi mtoto wa Mungu, lakini nataka nikusaidie hivi. Swali la pili linapokuja, huo uchumi unamgusa nani? Nisikusumbue. Ule uchumi unamgusa nani? Naanza sasa kwa madogo. Uchumi unaotafuta unamgusa nani? Kwa sababu wa shetani, uchumi anaotafuta huwa unamgusa moja kwa moja nani? Shetani. Uchumi wa mtoto wa Mungu unaomgusa huwa unamtafuta moja kwa moja nani? Uchumi wa Ayubu ulimgusaje Mungu? Biblia inasema kwamba kuna wakati alikuwa anaifuatilia familia, anafika hapa anasema kwamba mwanangu, naam, leo nilikuwa umeenda wapi? Nilikuwa niko Bububu. Nasema basi sawa. Basi tunataka kumshukuru Mungu. Piga magoti. Anaanza, Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wangu hawa. Umewalinda, umewatunza. Lakini hapana Mungu, pamoja na kuwalinda na kuwatunza, kuna kitu na kumbuka kabisa, ni watolee sadaka hawa watoto. Yamkini kule waliongea matusi, yamkini kule walifanya dhambi, sina uhakika. Uchumi ulikuwa unaonekana kwenye kutoa sadaka, si ndio? Biblia inasema kwamba Ayubu, asante sana mtumishi wa Mungu, Ayubu akiwa na familia akafika mpaka sasa, hapana, wanangu wana mengi, yawezekana wamefanya nini? Anachukua sadaka ya kumwambia yamkini Mungu. Wangapi watu tunafanya hivi? Yamkini Mungu, watoto wangu, ni uchumi. Lakini Biblia bado inazungumzia nini? Inazungumzia maisha ya Ayubu yaliheshimiwa katika nchi ya wapi? Ya Usi, kwenye eneo la kiroho na eneo la kimwili. Unanielewa sasa mtoto wa Mungu? Kwa sababu nazungumza hivi ieleweke kwamba unahitaji kuwa na nguvu ya uchumi. Unahitaji kuwa na nguvu ya uchumi.
ambayo pia watu wa kuamini kwa mwenendo mzuri, lakini pia kwa nini? Kwa hela. Hebu sema hela. Hela. Kwa kuelewe. Nilikuwa najaribu kumuuliza Mungu, sasa Mungu, maona wewe unayonipa, ninaweza nikawa na ujasiri, sio kwa watoto wa nje, wa ndani kabisa. Nafika hatua Mungu nanisemesha, naambia unajua nina uchumi wa kutosha pale nyumbani kwangu. Sasa hebu nenda kwa mtu mmoja kachukue milioni 10. Kweli naweza nikapata milioni 10? Milioni 10. Kwa sababu Mungu anapotaka kufanya jambo lake hatafuti kunguru, anatafuta njiwa. Kama njiwa watakuwa hawapo, ndipo anapotafuta kunguru. Unafikiri anakuja, mama, nina mambo ninahitaji sasa, najua hapa kuna kontena nimeliagiza China, lakini nimepungukiwa milioni 200. Unaweza kaniangalia usoni kweli? Milioni 200. Na aliyekuja kuniambia nije nichukue kwako ni yule aliyekuokoa. Kama sitakosea, atasema jamani, tuna mchungaji mzuri, lakini leo kachanganyikiwa. Yaani wakati mwingine kuna matatizo haya yanayotafsiriwa sasa hivi yanaitwa afya ya akili. Tumwombeni mchungaji wetu, kachanganyikiwa. Jamani, mimi milioni 200. Kachanganyikiwa. Unafikiri hii nyumba inajengwa na nani? Hebu tuangalie, wangapi mlikuwa walevi? Wangapi mlikuwa walevi? Kuna wakati mwingine wanajiuliza, wale ambao tushawahi kuwa walevi, ukienda baa unakuta uchumi unanawili. Yaani mtu yuko tayari kusema hapana, hawa watu nawanunulia kreti, pengine kreti labda 20. Ule ni uchumi na linakuwa mwaminifu kabisa. Okay, kreti moja bei gani? 25,500. Weka 20 hapo. Shetani yuko hivyo. Na kadri anavyofanya vile, kwa sababu hiyo kwa shetani au kwa Mungu, kadri unavyotoa ndivyo unavyoruhusu mifereji. Kama unafikiri Natania, waulize walioenda kwa waganga wa kienyeji wakapewa masharti. Akiyafuatia yale masharti, kama ni ya kuua, kama ni ya kufanya ndondocha, kama ni ya kufanya kitu chochote, akiyafanikisha, ule uchumi unakuwa unaingiza zaidi. Akitaka tu, akifika mpaka sema kwamba bwana, haya siyafuatilii, uchumi unakata. Acha niwaambie